Mwanzo kabisa, hamjambo wanafunzi wa kidato cha kwanza, karibuni katika somo letu la 3. Leo nataka tusome fasihi, na fasihi ambayo tunaisoma leo ni fasihi simulizi. Katika fasihi simulizi tuna tanzu 5 ambazo tulikuwa tunazishughulikia. Tulianza na ule utangulizi kuhusu aina tu za tanzu za fasihi simulizi pamoja na vipera vyake. Tukapata kwamba kuna tanzu na vipera. Tanzu tukaona kama hadithi, tukazungumzia kuhusu vipera vya hadithi, ngano, tukazungumzia kuhusu mithali, tukazungumzia kuhusu hurafa, hekaya na kadhalika. Leo tunakuja katika utanzu wa pili, ambao utanzu wenyewe ni utanzu wa semi. Katika utanzu huu tunasema watu wanapotagusana, wanapozungumza, utapata kwamba kuna baadhi ya semi ambazo zinachipuka katika mazungumzo haya. Na semi ninazozungumzia si zingine, kuna semi zile fupi fupi ambazo zina maana fiche. Kwa ufupi ni semi ambazo zimefumbwa, ni mpaka zifunguliwe. Na kwa yule aliyesoma ndio anakuja kujua maana ya semi kama hiyo, au kuweza kujua mtu huyu amezungumza jambo fulani na amemaanisha nini. Na pia tuna methali ambazo zinajitokeza katika mazungumzo yetu, tuna tashbihi ambazo zinajitokeza, tuna misimu na kadhalika. Sasa tunapotaja hizi semi, tunasema kulingana na ule muundo wake, utaona kwamba ni tungo, zimetungwa tu, ni semi ndogo ndogo. Kuna vifungu vya maneno ambavyo vimetungwa na vina maana fiche, lakini maana yenyewe inaweza ikazungumzia kuhusu suala kubwa la kimaisha au la jambo ambalo limeweza kujitokeza. Kwa hivyo kulingana na maana ya semi, tunaona ni tungo fupi zinazowasilisha ujumbe kwa kufumba au kwa kuonyesha picha ya hali halisi ya mambo fulani. Mafunzo katika semi hutokana na imani ya jamii ambayo imezibuni, kwa sababu kila jamii ina semi zake tofauti tofauti. Ukienda upande wa labda wa Waswahili, tutapata kwamba wana semi zao. Ukienda sehemu ya Wabantu tofauti tofauti, ukienda kwa Wakikuyu, ukienda kwa Wajaluo, wana semi zao. Kwa hivyo zile semi, wale ambao walikwenda kufanya utafiti kuhusiana na fasihi simulizi, utapata kwamba waliweza kupata semi kutoka kwa jamii mbalimbali. Lakini semi tunazozisoma sisi ni zile ambazo zimeafiki kile kiwango cha shule ya upili na Kiswahili sanifu kwa jumla. Kwa hivyo katika vipera vya semi tunaona kwamba kuna methali ya kwanza kama semi, tuna vitendawili, tuna misemo, tuna nahau, tuna misimu, tuna lakabu, mafumbo, chemshabongo, vitanzandimi na kadhalika. Kwa hivyo hizi tunasema hivi ndivyo vipera ambavyo vipo katika utanzu wa semi. Kwa leo tutashughulikia kipera kimoja peke yake, kwa sababu kila kipera, nakumbuka nikiwaeleza kwamba ni lazima tujue maana yake, tujue sifa za kipera hicho, tuweze kujua yale ambayo yanahusishwa na kipera hicho. Kwanza tuangalie zile sifa zenyewe kwa jumla za semi, labda ndio tutapata mwanga, tujue hizi semi kwa kifupi huwa zinaingiliana vipi na maongezi ya watu mbalimbali. Kuna sifa ya kwanza ambayo nilikuwa nikiitaja kulingana na maana ya semi yenyewe, ni kwamba hufumba ujumbe wake, yani ujumbe wake umefichwa, umefichika. Ni mfano sana kujua. Tuchukulie mfano kama mtu hakusoma semi ambayo ina hao ambao tunaiona pale, piga kalamu. Chukulie baba alipigwa kalamu kazini. Baba alipigwa kalamu. Kupiga kalamu ina maana ya kufutwa kazi, lakini kwa mtu ambaye hakusoma semi kama hii ama nahau kama hii, basi utaona kwamba haelewi kile kitu kinachozungumziwa pale. Ndio pale sasa ni lazima ufanye nini? Umfafanulie, umfumbulie kile kinachozungumzwa. Mueleze kwamba huyo anamaanisha kwamba baba amefutwa kazi, yani hayuko tena kazini kwa sababu kadha wa kadha. Hiyo. Alafu kuna mfano mwingine wa methali. Tuna methali pale chini. Fimbo ya mbali haiui nyoka. Unataja fimbo, kuna nyoka pale.
Lakini utaona mtu ambaye hajapitia methali ama hajui methali, inakuwa inamwia vigumu kuweza kuelewa, inakuwa ni muhali kuweza kuelewa huyo mtu anamaanisha nini. Kulingana na methali hii, huwezi ukafanya jambo kwa kutegemea msaada wa mtu au watu ambao hawako karibu nawe au hawako kabisa. Sasa uambiwe kwa Bwana tufanyie jambo hili, alafu unamsikia mtu anasema lakini hatuwezi kuendelea kwa sababu yule ambaye atatusaidia yuko Nairobi. Alafu nasikia mtu mwingine anakuja kusema achana naye bwana, fimbo ya mbali haiui nyoka. Hapo sasa utaona amejaribu kumaanisha jambo ambalo ni linahusisha ule uharaka ama uhitaji wa haraka kulingana na wakati huu. Hiyo ni sifa yake ya kwanza, kwamba semi hufumba ujumbe, inaficha ujumbe ambao umekusudia. Sifa ya pili, hutumia mbinu ya taswira na ishara kupitisha ujumbe wake. Mbinu ya taswira tulisema ni mbinu ambayo mtu anajaribu kueleza jambo fulani kwa kupitia maneno, na yule anaelezwa anaona ile picha ya kile kinachozungumziwa. Hiyo ndiyo taswira. Kwa hivyo wakati anaeleza naye anaona vile vile. Sasa tukiangalia mfano pale, kuna semi moja, kwetu ni jahanamu. Mtu akwambia bwana, kule kwetu ni jahanamu. Jahanamu ni neno la Kiarabu na jahanamu ni mahali motoni. Kulingana na maana vile anavyomaanisha yeye, haimaanishi kwamba ni jahannam kule motoni kuna kuzungumziwa kwendako watu siku ya mwisho, lakini tunasema kwamba jahanamu ni mahali ambapo pana mateso, kuna shida, dhiki nyingi zimerundikana pale. Sasa mahali kama pale unaitwa jahannam. Kwa yule ambaye hajui, akisema bwana vipi muendeleaje, asema bwana kwetu ni jahannam. Kwa yule ambaye haelewi, atauliza jahannam iko wapi, ama unapanda basi gani ndio ufike jahannam. Kwa hivyo inategemea na ile jamii ambayo ile semi imeweza kutolewa ili waweze kuifahamu, au inategemea na kisomo cha mtu kulingana na vile mambo yanavyokwenda. Hiyo ni sifa ya pili ambayo inaonyesha kwamba hizi semi zinaonyesha taswira fulani wakati zinapotungwa. Tatu, maana ya semi hupatikana katika jamii iliyozibuni. Watu wa pwani, kuna baadhi ya semi wao wanazijua kwa sababu wanaelewa ile msamiati iliyotumika katika semi hizi. Unaweza ukapata semi zingine, kuna maneno ambayo ni magumu, hayaeleweki. Sasa mpaka uende ukatafute sasa maana ya ndani. Lakini kuna wengine wanaelewa kwa sababu kuna misamiati ambayo kwao si msamiati geni, wanaelewa. Kwa hivyo tuchukulie mfano hapa, afungaye kibwebwe si bure ana mchezo. Afungaye kibwebwe si bure ana mchezo. Kibwebwe bila shaka tunajua ni ile leso ama nguo inayofungwa kiunoni watu wanapotaka, ama wanawake mara nyingi wanapotaka kukatisha kiuno, kudengua viuno. Sasa wakati huu kule kujifunga kibwebwe ni kufanya bidii. Ile ni bidii ambayo inajitokeza pale. Kwa hivyo jamii ya Waswahili wataweza kuelewa kibwebwe ni nini, alafu na kibwebwe inamaanisha nini, kwa sababu kuna fumbo pale ambalo limewekwa. Lakini kwa mtu ambaye yuko katika jamii ya kando, itamuia vigumu kwake kuelewa afungaye kibwebwe si bure ana mchezo itakuwa inamaanisha nini. Ndipo pale sasa ni mpaka aweze kuelimika kutokana na semi hiyo. Na semi hii hutufahamisha kuwa tumuonapo mtu anajiandaa kule kujifunga, kujiandaa katika kufanya jambo, haikosi ana shughuli fulani. Kwa hivyo hiyo ni sifa ya tatu ya semi ambayo maana hupatikana kutokana na zile jamii. Sifa yake ya nne, semi ni tanzu ambayo ni tegemezi. Inaweza kuingiliana, semi zinaweza kuingiliana na tanzu zingine. Kumbuka tulisema kuna utanzu wa mazungumzo katika zile tanzu tano. Kuna utanzu wa mazungumzo na huu ni utanzu wa semi. Kwa hivyo utanzu wa semi unaweza ukajitokeza katika utanzu wa mazungumzo. Tuchukulie mfano, katika mazungumzo tuna hotuba. Hotuba, mtu anaposimama na kuweza kuhutubia watu, utaona kuna semi ambazo anazileta pale. Na semi zenyewe ndizo hizi tunazozungumzia. Utamsikia
mtu anazungumzia kuhusu methali fulani, anabwaga methali fulani, anatoa tashbihi pale, labda anagusia kuhusu nahau na kadhalika. Kwa hivyo hizi semi zimetumika wakati wa hotuba. Hotuba ni utanzu wa mazungumzo na semi zimetumika katika hotuba. Kwa hivyo semi ni tanzu tegemezi, inaweza kutegemea tanzu zingine katika kueleza jambo ama katika ushirikiano fulani wa mazungumzo. Kwa hivyo huweza kuambatana na tanzu zingine. Utanzu wa mawaidha pia unaweza kuhusisha methali, nahau na tashbihi. Watu wanapotoa mawaidha utaona wanatoa methali, usifanye hivi, endelea kung'ang'ana na maisha, baada ya dhiki faraja zinaingia. Unatoa mawaidha. Mawaidha ni utanzu wa mazungumzo, lakini ndani ya mazungumzo haya kuna semi ambayo ni methali umeingiza pale ndani. Kwa hivyo tunasema hii ni tanzu ambayo ni tegemezi. Mwisho, sifa ya 5, semi huwasilisha ujumbe mrefu kwa maneno machache tu. Naona kuna juhudi si pato. Hii ni methali, nasema juhudi si pato, kwamba si lazima mtu aweze kufanya bidii sana na akakosa kufanikiwa. Ina maana kuwa mtu huweza kufanya bidii sana na akakosa kufanikiwa, inategemea, ni mambo ya Mungu. Kwa hivyo juhudi si pato. Hapa ndani utaona tafsiri ni kubwa sana, na hata watu wanaweza kufanya mjadala kuhusiana na methali kama hii, kwa sababu ina maana pana mpaka mtu aweze kuelewa juhudi si pato. Je, ni kweli au kuna tatizo fulani katika maelezo yake? Kwa hivyo methali, semi wakati mwingine huweza kuwasilisha ujumbe ambao ni mrefu kwa maneno machache. Naam, tuende katika kipera cha kwanza ambacho nimekizungumzia. Tutasoma kipera hiki peke yake, na kipera chenyewe ni kipera cha methali, kwa sababu semi tu hapo awali usema ni tungo ambazo zimefumbwa. Methali pia bila shaka itaingia pale pale. Ni semi fupi ambazo huelezwa kwa muhtasari au mafumbo kwa ukweli fulani wa kimaisha. Bila shaka methali zote zinazungumzia ukweli wa maisha, ingawa kuna zingine zinapingana, lakini kupingana kwake bado kunaleta ule ukweli wa maisha. Tuchukulie mfano, abebwaye hujikaza. Abebwaye hujikaza ni methali, yani usijaribu kufanya nini, kumtegemea mtu kila wakati. Mtu unapopata usaidizi, sasa wewe mwenyewe unafanya bidii ili uweze kujiinua, ili uweze kujiendeleza, sio ukae tu pale pale uwe kama kupe, utegemee damu ya mtu mwingine ama utegemee jasho la mtu mwingine. Kwa hivyo imejaribu kuangazia masala ya kimaisha vile alivyo, na sote tunajua hali kama hizi mara nyingi tunapofuata hizi methali, unaona kuna kule kufanikiwa kwa mambo mbalimbali. Tuangalie sifa zake. Kuna sifa ya kwanza, hizi methali zenyewe sifa yake ya kwanza ni fupi. Kuna zile fupi na kuna zile ndefu. Fupi tumetoa mfano hapa, msafiri kafiri, methali fupi sana, msafiri kafiri. Tumeona imejengwa kutokana na nani? Msafiri kafiri. Kwa nini msafiri kafiri? Watu watajiuliza maswali. Kafiri, utaona jamii ambayo inaweza kuelewa maana hapa. Utaona Waislamu watakuwa wanaofahamu wa methali kama hii fupi, msafiri ni kafiri, kwa sababu kuna ibada fulani ambazo huziepuka kutokana na ile dharura ya safari, kutokana na yale masafa. Kuna ibada ambazo ni lazima azifanye, anaruhusiwa sasa kuziacha, hasa ule ukafiri. Na mtu asipofanya zile ibada kawaida, huwa anaingia katika ule ukafiri, kwa sababu hafuati yale maamrisho ya Mungu. Hasa ule usafiri unaingia pale, inahusiana na jamii ya Waswahili, na hata Waswahili kwa kifupi watakuwa wanaelewa kwa undani zaidi. Ndefu, tunaona pale kuna mkata haendi mkele. Angeenda mkele akipakia jahazi mteletele, rudi na upele. Methali hii inaangazia kuhusu maskini, kwamba mkata ni maskini, kawaida huwa hafanikiwi. Mkele ni kule kufanikiwa, na akifanikiwa angeenda mkele na akajaribu kupata mali, kulundukiza mali, kujaribu kupata mali ama kuchuma mali ambayo ni nyingi, basi hurudi na upele, huja baadaye kubadilika na kurudishwa chini.
kwa sababu kuna mambo kama hayo ambayo yanajitokeza katika jamii, watu kutopenda mwingine aweze